Singida. Michezo ya Mei Mosi yazidi kushika kasi Singida. Washiriki wapongeza maandalizi yake. Michezo ya riadha kwa hatua ya mchujo imefanyika leo Aprili 21, 2025 katika uwanja wa shule ya sekondari Mwenge uliopo halmashauri ya manispaa ya Singida mkoani hapa. Hayo yamejiri wakati ambapo timu za wafanyakazi kutoka mikoa mbalimbali zinazoshiriki michezo ya Mei Mosi kwa upande wa riadha kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi duniani maarufu kama Mei Mosi zinazotarajiwa kufanyika mkoani Singida kitaifa mwezi Mei Mosi 2025. Michezo ya riadha imenogesha na kutoa burudani kwa watazamaji waliofika uwanjani hapa kushuhudia jinsi washiriki wakikimbia riadha na kiu yao kuibuka vinara katika michezo hiyo. Washiriki wengi wamejitokeza kutoka mikoa mbalimbali nchini. Snada Real TV imehojiana na viongozi mbalimbali pamoja na washiriki wa michezo hiyo na kueleza ushiriki wao katika riadha ikiwemo kukimbia mita 100, mita 400, mita 800 na mita 3000. Wanawake na wanaume wameshiriki katika michezo hiyo, lakini kikubwa zaidi mchezo ambao umeibua shauku na hisia za watazamaji ni mchezo wa relay ambao timu ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi imeibuka kinara upande wa wanawake na kwa upande wa wanaume. Aidha, mratibu wa mchezo wa riadha katika michezo ya Mei Mosi kitaifa ameeleza mengi na kumpongeza mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego kwa maandalizi mazuri ya michezo hiyo. Mimi naitwa Robert Kariai, ni mratibu wa michezo hii ya Mei Mosi kwa upande wa riadha. Kwa ufupi leo tumeanza siku nzuri, mwitikio mzuri katika kila idara na kila wizara. Kwa ufupi ni kwamba mbio za leo zilikuwa ngumu au zilikuwa zina shindano mkubwa kuliko mwaka jana kwa sababu ya watu wengi wametrain huko waliko. Kwa maana hiyo tulianza vizuri na mita 100 asubuhi mchuano na sasa tunaona finali, lakini wakati huo ikafuata mita 3000 kwa wanawake na wanaume. Na mbio zinaendelea kama hivyo tunavisikia, lakini kwa utaratibu ni kwamba wizara zote zimetikia wito kwa upande wa riadha. Na imani ni kwamba tunaweza tukapata viwango vizuri hapo baadaye, hata kwa taifa tunaweza kupata wachezaji, kwa sababu nimeona hapa kuna wachezaji wa taifa wa riadha, polisi na jeshi wako hapa na wizara zingine na idara zingine. Kwa maana hiyo ni kwamba kweli haya ni mchezo wa wafanyakazi ambao inafanya kazi wote na wafanyakazi wote wanashiriki katika mchezo hii ambao wametikia wito wa serikali katika mchezo ya Mei Mosi mwaka 2025. Mimi kama mwalimu wa riadha na mshaji wa mashindano wa riadha ndani ya nchi, si afiki sana wala sipendezewi mchezaji wa riadha achanganyikane na mchezo mwingine, kwa sababu moja tu kwamba mchezaji anacheza football au basket akija kwenye riadha tayari muscles imeshajaa, yani imeshakuwa nene kuliko ile nguvu wa mwili wa kiriadha. Kwa maana hiyo nasi kama wanariadha na kama mwanariadha ashike mchezo wa riadha na si kuchanganya michezo. Ni kwa sababu mchezo wa wafanyakazi wanachanganya kwa sababu ya uhaba tu wa wachezaji, lakini kisayansi ni kwamba mchezaji wa riadha hachanganyikana na mchezo mwingine. Toa maua sana kwa mkoa na kamati yake wamejizatiti sana kila sehemu. Nimeona kutoka nifike wamejizatiti kila kona. Juzi nimeenda kupima mbio barabarani, nimeenda kuangalia mchezo mwingine unaendelea basi eti mnetiboli. Kwa hiyo hata yeye mkoa naona anashika kwenye viwanja. Mimi nimefurahi sana. Yaani mkoa pekee ni kwamba anakwenda kwenye viwanja anacheza na wachezaji, anaongea na wachezaji nini tatizo anauliza na anajichanganya na wafanyakazi wa kawaida. Bila msifu sana yule mama ni kwamba ameonyesha ukomavu wa kimchezo ndani ya mkoa wa Singida. Miongoni mwa washiriki walioibuka kidedea katika mbio ni mzaliwa wa Ikungi mkoani Singida. Ameeleza kufurahishwa kwake na michezo hiyo kufanyika mkoani Singida na ameeleza ni mzaliwa wa hapa Singida, natokea wilaya ya Ikungi, kata ya Ihanja. Nipo Wizara ya Mambo ya Ndani. Katika mashindano nimeshiriki mita 800, nimeibuka kuwa mshindi wa kwanza. Pia nimekimbia relay wanawake mita 100. Pia tumepata nafasi ya kuwa watu wa kwanza. Kiukweli nilivyosikia kwamba mashindano yatafanyika Singida, nilifurahi sana kwa sababu kwanza niliona naenda nyumbani, alafu pia kuja kuhamasisha kwa sababu kuna kuwepo na watu wengi wanaona, wanajifunza. Kwa kama mtu akiona kwamba mbona kuna dada anaweza kukimbia, basi na mimi nitaweza. Kwa hiyo hivyo nilifurahi sana. Wasizuie watoto kwa sababu hata kwetu ilikuwa ngumu sana kipindi tunaanza. Ukiona mtoto ana kipaji na asili yetu watu wa Singida ni watu ambao tunaweza kukimbia. Kwa hiyo wasizuie watoto. Sisi tunafanya mazoezi ya Arusha. Alafu pia ukizingatia ile ya Arusha na hapa haina tofauti sana. Kwa tuliposikia inakuja Singida hatukupata shida sana kama mikoa mingine kama Dar es Salaam. Tunakuwa tunapata changamoto kuhusiana na swala la joto.
hali ya hapa inafanana na kule Arusha. Nimeshawahi kushiriki mashindano ya All African Game yalifanyika Ghana mwaka juzi. Nimeshawahi kwenda mashindano binafsi nchi mbalimbali, kwa nina uzoefu na huu mchezo. Sambamba na hayo, washiriki wengine pia wamefunguka mambo kadha wa kadha kuhusu ushiriki wao na maandalizi katika michezo hiyo. Kitu gani ambacho kimekuvutia ukiwa hapa Singida kushiriki mashindano haya ya Mei Mosi? Mazingira yako vizuri na hali ya hewa iko vizuri. Tutaenda kusimulia mengi niliyoyaona. Mazingira ya Singida ni mazuri, hali ya hewa imetulia, hamna changamoto yoyote. Nimeshiriki mara nyingi sana, nimeshiriki mbio za kitaifa na kimataifa. Kutoka mshindi wa kwanza. Hongera sana. Asante. Jina naitwa Boniface Hamisi Mafuru. Tuko Wizara ya Mambo ya Ndani. Na ni washindi wa relay mita ushindi relay. Kwa siku ya leo tumefanya vizuri. Kufanya kwetu vizuri ni kufanya mazoezi kwa bidii, kujituma, na tuweze kushika nafasi ya kwanza kwenye relay. Hali ya hewa sio mbaya sana kuanisha na Arusha, maana sisi kwetu sasa tunatuni Arusha. Sio mbaya sana. Inafanana na Arusha kidogo. Mara ngapi mnashiriki mashindano? Sisi kwa kweli ni uzoefu wa mashindano. Sisi wazoefu na naona tunafanya perfect. Kimataifa pia umeshiriki, lakini baadhi yangu mimi sitashiriki. Ila kuna watu wengine ambao wamebaki kambini ambao wameshiriki. Ndio. Labda unawaambia nini sasa serikali na wadau wa michezo kwenye hichi ambacho kinaendelea hasa kwenye Mei Mosi? Kwa kweli serikali sina cha kuambia, lakini na washauri tu, manake serikali kweli inajitahidi sana kusupport michezo hususan katika riadha. Tumeona katika sasa hivi Tanzania watu walio qualified mchezo Olimpiki idadi imeongezeka. Kwa hiyo sisi tunachosema kwa serikali iongeze bidii na jitihada kwa ajili ya kupeleka kusupport wachezaji wengine na wanariadha wengine. Kwa majina naitwa Grace Jackson Charles, natokea Wizara ya Mambo ya Ndani. Tumekimbia mbio za relay 4x1. Tumeibuka washindi, tumeshika nafasi ya kwanza. Kwa majina naitwa Transfora Musa Ngimbusi, ni mchezaji kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Nimekimbia mita 3000 na kuibuka mshindi wa kwanza. Asili ya mafanikio ni nidhamu, kujituma katika mazoezi na kuipenda kazi yako. Hivyo unaweza kufanikiwa. Hii ni mara ya ngapi kwako katika ushiriki wako wa kukimbia riadha umekuwa ukiibuka kinara? Ni mara nyingi sana, lakini kwa Mei Mosi hii ni mara ya 3 naibuka mshindi wa mita 3000. Kwa ujumla nawashukuru washangiliaji wenzangu waliokuwa wananipa support. Kwa wale wote wanaohitaji kukimbia wasikate tamaa. Leo hii tunakuona uko Singida. Unajisikiaje kuwa uko Singida? Najisikia furaha kwa sababu kutembea mikoa mbalimbali katika michezo ni utalii pia wa ndani. Hivyo nimefurahi sana kuwa Singida leo. Uwepo wangu Singida, kwanza kabisa hali ya hewa na mandhari yake kwa ujumla yako vizuri. Kwanza weather condition. Okay. Yeah. Apart from weather conditions, how about the foods? Fruits iko vizuri. Yeah, okay, labda chakula gani ambacho kimekuvutia zaidi na wapikaji wake huko Singida ulikuwa unatamani ule? Chakula kilichonivutia kwanza kabisa ni kuku choma. Okay. Kwa sababu kwa hakuna broiler, ni kuku wa kienyeji tu. Na una yapi ya kusema kwa wakazi wa Singida? Neno moja tafadhali. Nawashukuru sana. Tunashukuru kwa kutupokea vizuri na huduma zote kwao ni nzuri, pia tumezifurahia. Naitwa Joseph Joshua Gisemo, ni mkimbiaji kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya hadi kufika siku ya leo kwenye ushindani. Mnavyojua mashindano kila mmoja anatamani namba moja, ila namba moja unaipata namna ulivyojiandaa ndipo unapoweza kushinda. Nawapongeza washindani wenzangu, ila pia wanawaambia wajitahidi kufanya mazoezi. Niwaambie tu siri ya sisi kufanikiwa ni kwamba katika wizara yetu inatambua michezo kuliko. Yaani sisi tunafanya mazoezi ni kama sehemu ya kazi. Kwa hiyo niwaibie tu na wizara zingine hii siri kwamba wakitaka wachezaji wao wafanye vizuri wawape ruhusa ya kufanya mazoezi kwa muda mrefu. Mimi kwangu ni mara ya kwanza. Ni mwaka huu ndo mara yangu ya kwanza kushiriki mashindano haya. Ni mashindano mazuri, yameandaliwa vizuri. Napongeza serikali kwa ujumla na wizara zote.
nawaambia wazidi kuhamasisha na wafanye maandalizi ya kutosha ili ushindani uwe mkubwa zaidi. Kwa majina naitwa Felix Hernandez, ni shabiki mzuri sana wa riadha, ninapenda riadha. Mashindano ya mwaka huu ya Mei Mosi ni mazuri, ushindani ni mkubwa, watu wamejiandaa vizuri. Kwa kweli inafurahisha pale watumishi wanapokutana kwa pamoja, ni furaha, lakini tunajenga afya, lakini pia tunafahamiana, inatujengea udugu. Ukienda kwenye taasisi moja basi unaweza kusaidiwa kwa haraka kwa sababu kuna watu wanaokufahamu. Mimi ni John Hassan na hii ni Snada Real TV Singida.